Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo tarehe 28 ya mwezi wa 5 mwaka 2025, siku ya Jumatano, juma la 6 la Pasaka, mwaka wa Kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 aya ya 15 aya ya 22 hadi sura ya 18 aya ya kwanza. Somo la Injili linatoka kitabu cha Mwinjili Yohane sura ya 16 aya ya 12 hadi 15. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, bado ninayo mengi ya kuwaambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hatanena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Na yote alionayo Baba ni yangu, kwa hiyo nalisema ya kwamba atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora, wazo kuu ambalo litatuongoza katika tafakari yetu ya leo ni juu ya Roho wa kweli. Ndugu zangu katika Kristo, somo la Injili ambalo tumelisikia hivi punde, tunamuona Bwana wetu Yesu Kristo baada ya kufufuka kwake na kabla hajapaa kwenda mbinguni kwa Baba, anawafundisha na kuwapa wosia mitume wake na kuahidia Roho Mtakatifu, Roho wa kweli. Bwana wetu Yesu Kristo anawaambia wanafunzi wake kuwa anaporudi kwa Baba yake hatawaacha yatima, bali atamtuma Roho Mtakatifu atakayewaongoza na kuwafundisha katika kweli yote. Rejea Injili ya Yohane sura ya 14 aya ya 15 hadi ya 19. Wapendwa, katika wazo hili tunaona waziwazi juu ya upendo wa Mungu kwa mwanadamu, kwani baada ya kumtuma mwanaye Bwana wetu Yesu Kristo kuja na kutukomboa kutoka katika utumwa wa dhambi, yeye hatuachi sisi tukiwa wapweke, bali anatuahidia zawadi ya Roho Mtakatifu. Wapendwa, mimi na wewe tujiulize, Roho huyu Mtakatifu ambaye Kristo anawaahidia wanafunzi wake ni nani? Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Utatu Mtakatifu iliyo sawa na Baba na Mwana. Pia Roho huyu Mtakatifu anatupatia mapaji 7 ambayo ni hekima, akili, nguvu, elimu, shauri, ibada na uchaji wa Mungu. Wapendwa, tuangalie japo kwa ufupi juu ya mapaji haya ya Roho Mtakatifu. Paji la hekima hutukamilisha katika fadhila ya mapendo yaliyo ndani yetu,
hutuwezesha kumtambua Mungu, kutenda siku zote kadiri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Paji la akili hili hutufahamisha kweli zilizofunuliwa na pia hutuwezesha kukamilisha fadhila ya imani. Paji la shauri ni paji la ujuzi wa kiroho linalotusaidia kuamua sawasawa wakati wa magumu siku zote na kufanya yale tu ambayo ni mema yenye kumpendeza Mwenyezi Mungu. Wapendwa taifa la Mungu, paji la nguvu lenyewe hukamilisha fadhila ya nguvu ndani mwetu na kutujalia msukumo wa ndani wa kutenda makuu pasipokuwa na hofu yoyote. Wapendwa, paji la elimu hutusaidia kuvitazama sawa viumbe katika uhusiano wake na Mwenyezi Mungu. Na pia paji la elimu hukamilisha fadhila ya imani. Paji la ibada hutuongezea mapendo kwa Mungu na kwa watu wake na vitu vilivyowekwa wakfu kwake. Na hivi mwisho, paji la uchaji wa Mungu lenyewe hututenga na dhambi na kutufahamisha ukuu wa Mungu na kututia hofu takatifu na huzuni kubwa juu ya dhambi zetu ambazo hazimpendezi Mwenyezi Mungu. Wapendwa katika Kristo, tulipozaliwa upya katika Kristo kwa njia ya ubatizo, tulimpokea Roho Mtakatifu, na hivi pia katika sakramenti ya kipaimara tuliimarishwa na kutiwa muhuri wa Roho Mtakatifu na kufanywa askari hodari wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tujiulize mimi na wewe, Roho huyu Mtakatifu tuliyempokea bado yumo na kutenda kazi ndani yetu? Pia bado tunafaidi matunda yake, yaani hekima, akili, elimu, nguvu, ibada na uchaji wa Mungu? Kama jibu sivyo, wapendwa, tunaalikwa kuwa wanyenyekevu kwa mara nyingine, tujikabidhi kwa maongozi ya Mungu ili aendelee kuwa mwalimu wetu daima na kutuongoza katika yote, ili tuweze kuishi katika kweli yake siku zote za maisha yetu na mwisho tuweze kufika kwake mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imetolewa nami Frateli Deus Kalega wa Jimbo Katoliki la Mpanda, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 3 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala iliyopo Jimbo Kuu Katoliki la Tabora.